Asante kwa kuendelea kuitazama Sauti Yetu TV. Kama bado hujasubscribe Sauti Yetu TV, gusa kitufe chenye alama nyekundu kisha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari na matukio mbalimbali. Hii ni Sauti Yetu TV. Hakika kwa wewe katika masiku yenu ya mwaka nenda mwaka rudi, kuna masiku yenye vipawa. Kuna masiku ambayo ni fursa ya wewe kujiangusha, fursa ya wewe kukosea Mwenyezi Mungu katubu, fursa ya wewe kuyomkosea mwenzio kwa maradhi, fursa kwa wewe kutoa sadaka, fursa kwa wewe mwenye kumwomba Mwenyezi Mungu katika zile kheri zote unazozitaka zikukusudiwe, fursa kwa wewe mwenye kufanya hili na hili yenye kumlilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika kila mwaka hapa kuna masiku ambayo ukifanya jambo la heri ukibariki. Haya ndio maneno ya Mtume Muhammad. Na hakika katika mwezi huu uliopita kuna masiku 10 ya kwanza kuanzia mfungo wa Dhulhijja mpaka tarehe 10 za Dhulhijja, ambapo siku ya 10 ni siku hii ya leo ambayo tunasimama kutekeleza ibada kubwa ya Eid al-Adha. Eid al-Adha kwa sababu sunna ya kuchinja tumepata kutoka kwa baba yetu Ibrahim. Alipootesha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba wachinja manake kijana wake Mtume Nabii Ismail, akasadikisha ndoto na kumhadithia kijana wake. Kijana wangu mpendwa, Mwenyezi Mungu ameletea ujumbe, risala, message kwamba mimi nikuchinje wewe. Angalia, mtoto huyu mpendwa akamwambia baba yake, baba yake, ikiwa ndivyo hivyo unalosema Mwenyezi Mungu amekuletea, basi wewe utakuwa tayari. Alipokusudia na alipokusudia Nabii Ibrahim kumchinja mwanae Nabii Ismail, na Nabii Ismail kuwa tayari kwa mtindo mnyenyekevu mkubwa baada ya kuambiwa ndoto ile kutoka kwa Allah Tabaraka wa Taala, anakuja hata kipingamizi vile anataka kutekeleza ile jambo. Mwenyezi Mungu akamtuma malaika Jibril baada ya kumchinja mwanae. Sasa Jibril chukua kondoo mpelekee Nabii Ibrahim Khalilullah, kipenzi na msiri wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amchinje huyu na amwache mwanae. Kwa hiyo hii ni sunna ambayo tukitoka sote hapa masjid katika kuswali swala nyingi tunazoswali Eid, basi tukatekeleze kumwaga damu, tuchinje. Yule mwenye uwezo wa kuchinja ngamia kwa ahadi na sadaka, yule mwenye uwezo wa kuchinja ng'ombe kwa ahadi na sadaka, yule mwenye uwezo wa kuchinja mbuzi na kondoo kwa ahadi na sadaka. Japo na wale ambao wamesema kama mtu hana uwezo wa chochote, basi hata ndege muhimu kumwaga damu, lakini kichinjwa haswa kinachotakiwa ni kile cha mengine. Ndugu zangu, tusidharau wala kuipa mgongo hii sunna ya kuchinja iliyosiliwa, wala tusipeteke na zile sadaka wanazochinja wenzetu wa Kituruki na mataifa mengine wakatuletea, ukajiona wewe kuna haja ya kuchinja, utakuwa umefanya. Wale wamechinja kwa sababu wametekeleza sunna ya Nabii Ibrahim ambayo ilishuka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa na wewe, hata kama kutakuwa na nyama za kugawiwa za bure, usibweteke ukaacha kuchinja. Kuchinja ni ibada, chinja na ile nyama itakujilia kupokea. Lakini nyama hizi zinakusudiwa ndugu zako wafakiri wasiokuwa na damu. Na hata wewe utakapochinja, wa at'imu al-ba'is al-faqir, Mwenyezi Mungu anasema wape kichinjwa hiki wale ambao majirani zako unaowaona wao hawana chakula. Kama vile katika Eid al-Fitr tunavyoanza, falsafa yake ni kwamba kuwazuia tena siku hii ya leo ya Eid kukaa barabarani wa juani kwa kumbi wakawa wanaomba
vichinjwa tunavyovichinja, tuhakikishe insha Allah tuwagaie wale ndugu zetu ambao ni hawana jambo, hawana uwezo wa kuweza kumiliki wanyama au nyama ya kuchinja. Hiki tunachokichinja tuwapeni na wao insha Allah siku ya sikukuu ya leo wasamehe na familia zao. Tuangalie tunachojua lazima tuwape wajama, sio tena na sisi wenye uwezo tukaacha kuchinja tukapoteka na nyama za kule tukapiga vikumbe na mafakiri. Hapana, tuwapeni mafakiri maskini kipaumbele kwanza. Sisi kama zitakuwa zimesalia faahlan wasahlan wa maha la, tuhakikishe sisi wenyewe tunachinja kwanza. Hii ni ibada inayokuhusu wewe na mimi, ibada ambayo ni sunna ya Abina Ibrahim, baba yetu Ibrahim, na ni sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sawa, leo tuko mwisho katika kuhitimisha na kumaliza haya masiku 10. Haya masiku 10 ndugu yangu ya soko Lukadas ni kama soko lililoko mahali, kama soko lililoko mahali rabiha fiha marabiha wa khasira wa khasira, amepata faida mpataji faida. Wallahi yatakuwa amefasirika ambayo hakuyatumia vizuri na kubihani. Naamini ndugu zetu waliokuwa mahujaji wametuombea dua, na wengine tumewaambia watuombee dua, kwa sababu kule ni mahali patakatifu. La yuraddu dua hairejeshi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wametuombea, lakini pia vile vile na sisi wenyewe tumekiombea. Masiku haya 10 wapo waliotumia kuiombea nchi yetu amani na utulivu, lakini kuiombea taifa letu amani na utulivu, lakini kuombea viongozi wetu. Mwenyezi Mungu awape afya, awape umahiri, awape ushupavu na ukakamavu, ili waendelee kutuongoza vyema na kuletea maendeleo taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alhasil, kiongozi wetu wetu, mama yetu, rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, tuna haki na kila aina ya sababu ya kuombea mama kwa namna anavyoendesha nchi yetu, na sio kisiasa. Alhamdulillah, ukweli umesema ndugu zangu, amani na utulivu ambao tumepata katika taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mfano wa kupigiwa na mataifa mengine duniani, na si vingine, ni namna ya viongozi wetu wa kwanza mpaka huu wa awamu ya 6, namna wanavyo ili na sera za chama chao kwamba amani kwanza. Amani kwanza ni kitu muhimu sana. Ndugu zangu, swala la amani, mas'alatul amni wa salama, mukaddama min mas'alati talabil rizq. Swala la amani na utulivu, hii hata ndani ya mafundisho ya Mwenyezi Mungu katika kitabu chetu kitakatifu Qur'ani, ni swala ambalo limetangulizwa na limepewa kipaumbele kuliko swala la kutafuta riziki. Swala la kutafuta riziki halijapewa kipaumbele katika Qur'ani wala katika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kulikoni swala la amani na utulivu. Ndugu zangu, bila ya amani na utulivu tutafanya vizuri. Bila ya amani na utulivu hawawezi vijana wetu kupata elimu. Bila ya amani na utulivu hatuwezi tukakaa ofisini. Bila ya amani na utulivu hatuwezi kulima. Bila ya amani na utulivu wallahi wallah hatuwezi tukatekeleza ibada zetu katika hali nzuri ya huruma kama namna hii, kama hakuna amani. Tuna kila aina ya mfano tukiwatazama wenzetu wakao hapa swala zao za wasiwasi. Una swali nyuma mtutu, una swali unasikia kopo limelipuka, una swali hujui maisha yako, unaishi kama kwa